Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Karibuni tumtolee Mwenyezi Mungu sadaka ya misa. Dominika ya leo ni Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Katika ujumbe wa Mungu leo tunasisitizwa juu ya kupewa majukumu. Kila mmoja anapewa jukumu fulani katika maisha yake ili kutangaza sifa na utukufu kwa jina lake. Lakini ili uweze kupewa jukumu hilo, kwanza sharti ni kumtambua Kristo anayetoa jukumu hilo. Simoni Petro anamtambua Yesu kwamba yeye ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mimi na wewe tunamtambua Yesu kama nani? Je, tunamtambua Yesu kwamba ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai? Na kama tunamtambua, ni kwa maisha yetu au ni kwa maneno tu? Tumwombe Mungu Mwenyezi atusaidie ili katika maisha yetu tutambue kweli Kristo kwamba ndiye mwana wa Mungu aliye hai anayetuongoza kuelekea kwenye uzima. Tutambue kanisa kama sakramenti inayotuongoza katika kumtambua Kristo na kumkiri Kristo na kuishi kadiri ya mafundisho yake, hatimaye siku moja tuweze kufikia utimilifu na ukamilifu, yaani muunganiko kamili na Mungu. Katika misa hii Bwana uturumie.
Isaya. Bwana wa majeshi asema hivi, nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye atakushusha utoke hapa usimamapo. Na itakuwa katika siku ile, nitamwita mtumishi wangu Eliakimu mwana wa Hilkia, nami nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wako, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako, naye atakuwa baba kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa nyumba ya Yuda, na ufunguo wa nyumba ya Daudi nitauweka begani mwake. Yeye atafungua, wala hapana atakayefunga. Nami nitamkaza kama msumari mahali palipo imara, naye atakuwa kiti cha utukufu kwa nyumba ya baba yake. Neno la Bwana. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Nitashujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Siku ile niliyokuita uliniitikia, ukanifariji nafsi yangu kwa kunitia nguvu. Ingawa Bwana yuko juu, amuona mnyenyekevu, naye amjua mwenye kujivuna tokea mbali. Bwana, fadhili zako ni za milele, usiziache kazi za mikono yako. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Jinsi zilivyo kuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu, hukumu zake hazichunguziki, wala njia zake Bwana hazitafutikani. Maana ni nani aijuaye nia ya Bwana?
Au ni nani aliyekuwa mshauri wake? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza, naye atalipwa tena? Kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Utukufu una yeye milele. Amina. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 13 hadi ya 20. Basi Yesu akaenda pande za Kaisarea Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wa manabii wa kale. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala malango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme mbinguni, na lolote utakalofunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalofungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yoyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Neno la Bwana. Wapendwa wana taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tutafakari neno la Mungu tunapoadhimisha Dominika hii, Dominika ya 21 ya mwaka A wa Kanisa. Dominika ya leo, neno la Mungu ambalo ujumbe wake kuu ni kukabidhiwa mamlaka, kukabidhiwa madaraka. Somo letu la kwanza
tumelitoa kutoka katika unabii wa nabii Isaya sura ya 22 aya ya 19 hadi ya 23. Nabii Isaya hapa anaanza kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, nami nitakusukuma na kukutoa katika mahali pako, naye atakushusha utoke hapo uliposimama. Na itakuwa katika siku ile nitamuita mtumishi wangu Eliakimu mwana Hilikia, naye nitamvika vazi lako, nitamtia nguvu kwa mshipi wake, nami nitamkabidhi yeye mamlaka yako. Kwa nini nabii Isaya anasema haya? Kipindi nabii Isaya anatoa unabii huu, alikuwa anatoa unabii kwa mtu mmoja anaitwa Shebna. Shebna ni nani? Shebna alikuwa ni mtumishi katika serikali. Sehemu zingine wanamtaja kwamba alikuwa ni mkuu wa nyumba ya mfalme. Kwa maana nyingine alikuwa ni mnikuru. Lakini sehemu nyingine wanamtaja kwamba Shebna alikuwa ni waziri mkuu. Bahati mbaya, Shebna akatumia vibaya madaraka yake na mamlaka yake, akanyanyasa watu, akawa hatendi haki, akajiingiza kwenye rushwa na upotofu. Hili likawa chukizo kwa Mungu. Mungu anaahidi kwamba atamtoa Shebna kwenye madaraka yake na kumweka mtu mwingine anaitwa Eliakimu. Ndio maana anamtuma nabii Isaya akamwambie Shebna kwamba atamnyang'anya mamlaka aliyokuwa nayo na atampatia mtu mwingine anaitwa Eliakimu. Wapendwa, katika maisha ya mwanadamu, mamlaka, cheo au hali yoyote ulionayo, hii umepewa, ni ya kuazimwa. Yaani iwe ni familia ulionayo, ni kwa upendo wa Mungu ndiye amekupa. Iwe ni mamlaka au cheo ulichonacho, Mungu mwenyewe ndiye amekuzawadia. Iwe ni afya njema ulionayo, hiyo umepewa na Mungu. Sasa usipoitumia vizuri kwa ajili ya kutangaza utukufu na sifa za Mungu, huyu Mungu anaweza akunyang'anya wakati wowote. Sasa kujiuliza, je, mamlaka, cheo, afya, fedha, familia na kadhalika, yote uliyopewa unayatumia kutangaza sifa na utukufu wa Mungu? Je, unayatumia kwa ajili ya manufaa ya wengine ili nao wauone uwepo wa Mungu katika maisha yao? Kama unayatumia vibaya, Mungu aweza kunyang'anya wakati wowote, akampatia mtu mwingine ambaye huyo atumia kwa ajili ya kutangaza sifa na utukufu wa Mungu. Tuombe Mungu atusaidie ili yote ambayo tumekabidhiwa katika maisha yetu, mamlaka, cheo na kadhalika, tuyatumie vizuri ili haya yawe ni kwa sifa na utukufu wa Mungu mwenyewe. Somo letu la Injili tunamwona Yesu yuko na wanafunzi wake, anakwenda sehemu inaitwa Kaisaria Filipo au Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi iko wapi? Ikumbukwe kipindi cha Yesu Israeli ilikuwa na mikoa miwili. Mkoa wa kaskazini uliitwa Galilaya, ambao makao makuu yake yalikuwa ni Kaisaria Filipi. Mkoa wa kusini uliitwa Yuda au Yudea, makao makuu yake yalikuwa ni Yerusalemu. Mkoa wa kaskazini ambao ulikuwa ni Galilaya
makao makuu yakiwa Kaisaria Filipi, mkuu wa mkoa aliitwa Herode. Mkoa wa kusini ambao uliitwa Yudea au Yuda, makao makuu yake yakiwa Yerusalemu, mkuu wa mkoa aliitwa Pilato. Sasa Kaisaria Filipi ilikuwa ni makao makuu ya mkoa wa kaskazini, ambapo leo ni mpaka kati ya Syria na Lebanoni, kule kaskazini kabisa mwa Israeli. Hapo ndipo ilipokuwa Kaisaria Filipi. Yakiwa makao makuu ya mkoa, haya yalijengwa na Herode mkuu. Baada ya kujenga, Herode mkuu akautoa kama zawadi kwa mama wa Malkia, akauita Kaisaria Maritima au Kaisaria Maritima, akitoa zawadi kwa mama yake na Kaisari. Baada ya Herode mkuu kufariki, Herode aliyefuata Filipi, yeye akaubadilisha jina, akauita Kaisaria Filipo. Kwa hiyo hapa, yakiwa ni makao makuu ya mkoa, Yesu amekwenda na wanafunzi wake, amekaa nao kwa muda wa miaka miwili karibu mitatu, akawasikiliza mawazo yao, akawaona mwelekeo wao, akataka kujua, je, wanamfahamu? Na kama wanamfahamu kiasi gani? Hivyo Yesu akaenda pale, akiwa nao anawauliza, jamani, kule mnakopita watu wanasema mimi ni nani? Wakaanza kujibu, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Kumbe. Wengine wanasema wewe ni Elia. Kumbe. Wengine wanasema wewe ni Yeremia. Kumbe. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.